Somo la 4. Mkutano wa jumuiya. Siku za mwisho za juma ilivyoendelea, Sautu alianza kuhisi wingu likimwondokea. Huwasaidia mjomba wake na mama mdogo katika mgahawa. Wanaongea kila wanapopata fursa. Anapata unafuu katika kusoma na mara kwa mara anasimama kufikiri kuhusu kile anachokisoma. Jumapili asubuhi alipokuwa anapata staftahi, mama mdogo Claire anamwambia kuhusu mvulana anayeishi katika ujirani wake. Jina lake ni Min Jao, anasema. Familia yake ilikuja hapa katika kipindi kile kile tulipokuja sisi. Sasa ni mwanafunzi wa chuo. Kipo kikundi cha vijana wenye rika lako ambao anakutana nao mara 2 kila juma. Wao husoma pamoja na hujifunza kufanya vitu pamoja. Kama unataka kujiunga na kikundi, nitapiga simu na kukutambulisha kwake. Sautu hana uhakika, lakini anakubali. Mchana huo, mjomba Wen anamchukua Sautu kwenye mkutano. Familia kadhaa zimekusanyika kujadiliana juu ya matatizo wanayoyapata katika ujirani. Mwanamke mmoja mkubwa kidogo kuliko mjomba Wen anasema, mume wangu na mimi tumeishi katika ujirani huu kwa kipindi cha miaka 27. Tulilazimishwa kuhama safari moja huko mwanzoni pale ambapo mtu fulani aliponunua majumba ya mtaa wetu kwa ajili ya kujenga kituo cha maduka. Kwa bahati tulipata nyumba yetu ya hivi sasa hapa jirani. Wakitusukuma nje tena, sijui tutakwenda wapi. Mwanamke ambaye Sautu alisikia akiongea katika mgahawa anasema baada yake, familia nyingi zimelazimika kuhama na kwenda kwenye majiji mengine ambako kodi ni nafuu. Zile zilizobaki zinatumia pesa zao nyingi kulipa kodi. Mjomba Wen anawasikiliza wengine kwa uangalifu. Hatimaye, naye anachukua nafasi ya kuongea, ninakumbuka kijiji chetu katika nchi yetu ya zamani. Wazazi wangu walikuwa wakulima wazuri na walikuwa na mashamba yao wenyewe, kama zilivyokuwa familia nyingi zilizowazunguka. Ardhi ilizaa mazao ya kutosha na hatukuwa na shida. Halafu polepole mambo yalibadilika. Muda huo nilikuwa na umri wa miaka hivi, ilibidi kukiacha kijiji chetu na kuhamia mjini. Najua kuwa wazazi wangu hawakuwa na furaha. Waliendelea kusema kuwa tulifukuzwa. Nilikulia mjini na kuanzisha familia. Tulikaa vizuri mwanzoni, lakini baadaye mahali pote paliharibika. Kama ilivyowatokea wengine wengi, tulilazimika kuwa wakimbizi. Na sasa tupo hapa. Mambo yanajirudia tena kama yalivyowatokea wakulima wa nchi ya zamani. Mambo yanavyokwenda, inaelekea kuwa kila inchi ya ardhi itamilikiwa na kundi dogo la watu wenye tamaa. Sisi tuliobaki tutahitaji kulipa kupata kile kidogo tuweze kuishi, kufanya kazi na pengine hata mahali pa kutembelea. Kwa hiyo tafadhali, tusikubali kushindwa safari hii. Sina uhakika tunaweza kufanya nini. Lakini, hebu tuunganike na tujitahidi kadri tunavyoweza kutafuta ufumbuzi wa tatizo hili.
Lazima ziwepo sheria ambazo zitatulinda. Sautu anahamasishwa na mkutano. Hapa wapo watu wenye matatizo makubwa. Hata hivyo hawajakata tamaa wala kukasirika. Wanataka kuunganika na kutafuta ufumbuzi pamoja. Mjomba Wen anao uhakika kabisa juu ya uwezo wa umoja, Sautu anajiwazia mwenyewe. Mtegemee Mungu. Weka imani yako kwake, msifu yeye, na kila mara mkumbuke yeye akilini. Yeye kwa ukweli hugeuza matatizo kuwa faraja, na huzuni kuwa kitulizo, na sulubu kuwa amani kamili.